Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kampeni ya chanjo ya utambuzi wa mifugo kitaifa itakayofanyika Juni 16 mwaka huu mjini Bariadi mkoani Simiyu. Takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zinasema kuwa idadi ya watu walioachwa bila makazi nchini Haiti imevunja rekodi, ambapo idadi hiyo imeongezeka kwa 24%. Na katika michezo, mnyama Simba aendelea na mawindo ya kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo inayotarajiwa kupigwa Juni 15 mwaka huu. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Restafares. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa Juni 16 mwaka huu mjini Bariadi mkoani Simiyu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amesema uzinduzi wa kampeni hiyo ya chanjo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuhakikisha inaendelea kuboresha afya ya mifugo nchini. Zaidi tumsikilize Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji. Wanahabari, tumekutana hapa asubuhi hii ya leo ili niweze kuwajulisha kuhusu uzinduzi wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ambalo linataraji kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale mjini Bariadi mkoani Simiyu. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili la uzinduzi wa chanjo litatanguliwa na kongamano kubwa la kwa mara ya kwanza la wafugaji ndani ya taifa letu, ambalo kongamano hili limeandaliwa na Chama cha Wafugaji Tanzania, na tunataraji litafanyika kwa siku mbili, ambapo ni tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale pale mjini Bariadi mkoani Simiyu. Ni sauti ya Waziri wa Mifugo huyo akizungumza na waandishi wa habari leo Jumatano jijini Dodoma. Siku chache baada ya ajali kuwa watu 28 jijini Mbeya, tayari serikali imeanza ujenzi wa barabara ya dharura yenye urefu wa kilomita 7 ambayo itatumiwa na malori ili kutenganisha na magari madogo wakati wa kushuka mlima Iwambi kwa lengo la kuepusha ajali za mara kwa mara. Wakizungumza kwa furaha kubwa, baadhi ya wananchi katika eneo la Iwambi wameishukuru serikali kwa jitihada hizo, wakieleza namna mteremko huu ulivyopoteza idadi kubwa ya watu kupitia ajali. Taarifa ya Richo Mgala inasimulia zaidi. Nao baadhi ya wananchi wa eneo hilo wameishukuru serikali kwa hatua ya ujenzi, kwani umeshaanza na utasaidia kupunguza ajali zisizo za lazima, sambamba na kuishukuru serikali kwa kuanza ujenzi wa barabara hiyo. Pia wamesema wamejisikia vibaya baada ya kuwapoteza baadhi ya ndugu zao. Ujenzi naona umeshaanza kutekelezwa. Yaani jambo zuri, tunaweza tukampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili. Maana kwenye mteremko ule kule wa Iwambi umemaliza watu wengi, na ni pongezi kwake, aendelee tu kutupambania kwenye hili mradi ukamilike haraka sana. Tunamshukuru Mungu kwa hili, tunashukuru na viongozi pia kwa ajili ya kutuonea huruma kwa hii barabara. Maana ajali zikitokea kule ndo magari madogo yanapita hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hili. Kwa kweli tumejisikia vibaya. Unajua ajali za barabara zinapopoteza ndugu zetu mara nyingi sana hakuna mtu anayejisikia vizuri. Kwa kweli naumiza sana. Lakini tu kwa kauli ya rais wetu tumeipenda, yani tumepokea kwa mikono miwili, tumefurahi sana. Naye Christopher Daudi Sika, ambaye ni msimamizi wa kampuni inayosimamia barabara hiyo, ameahidi kumaliza barabara kwa wakati. Barabara hiyo itakuwa imekamilika, kwani ujenzi huo utakuwa glavo, yani sio rami. Barabara hii itatengenezwa kwa wakati. Tumepewa siku 4 tu ambazo tunatakiwa tuwe tumeshakamilisha na magari yameshaanza kupita barabara hii. Na wahakikishia wananchi kwamba barabara hiyo ndani ya siku hiyo
hizo 4 tutakuwa tumeshamaliza, tumekamilisha mradi na tumekabidhi. Magari nafikiri kufikia Ijumaa Jumamosi zitaanza kupita barabara hii huku. Kwa kweli barabara hii inajengwa kwa kiwango tu cha gravel ya kawaida. Hatujengi kwa lami kwa awali, tunajenga kwa gravel tu. Meneja wa barabara nchini TANROADS, mhandisi Matale Matige, amesema barabara hiyo kuanzia Iwambi kwenda Mbalizi ilianza toka tarehe 9 na itagharimu shilingi milioni 447. Inaanzia hapa Iwambi kwenda pale Mbalizi, senta Mbalizi pale. Ile barabara ina kilomita 7.3. Kwa hiyo kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tayari tumeshaanza toka jana tarehe 9. Tumeanza rasmi asubuhi kutekeleza agizo hilo, na kazi hii tumeipangia siku 5. Lakini hili ni vifaa, inaanza greda ikaribika ikapata nini changamoto hizo, lakini minimum ni siku 5 lakini maximum ni siku 7. Ujenzi wa barabara ni muhimu kwani itasaidia kupunguza ajali zisizo za lazima mara kwa mara katika eneo la Iwambi jijini Mbeya. Recho Mgala, Dream Habari. Shukrani sana Recho Mgala kwa taarifa hiyo. Kwingineko, kamati ya kanuni za bunge imependekeza utambulisho wa wageni wanaotembelea bungeni ufanyike kwa wageni mahususi wa kitaifa na kimataifa na wale waliotoa mchango wa kitaifa unaohitaji kuenziwa ili kuokoa muda. Wakichangia hoja kuhusu mabadiliko ya sheria na kanuni za bunge za utambulisho wa wageni, kanuni ya 164 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili ya bunge, baadhi ya wabunge wamesema kitendo cha kuchagua watu wa kutambulishwa bungeni ni cha kibaguzi na kutaka wageni wote kutambulishwa. Taarifa ya Esau Godwin inafafanua zaidi. Akitoa mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 bungeni jijini Dodoma, leo makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Musa Azan Zungu amesema utambulishaji wa wageni umeonekana kuchukua muda mwingi wa bunge, jambo linalopunguza muda uliotengwa kwa shughuli za bunge. Zungu amesema kamati inapendekeza kufanya marekebisho ya kanuni ya 161 kwa lengo la kuokoa muda wa shughuli za bunge kwa kutambulisha wageni mahususi wa kitaifa na kimataifa pamoja na wageni waliotoa mchango wa kitaifa unaohitaji kuenziwa. Maeneo yanafanywa maboresho. Utambulisho wa wageni bungeni. Mheshimiwa Spika, utambulishaji wa wageni huchukua muda mrefu wa bunge, hivyo huathiri muda uliotolewa kwa shughuli za bunge. Inapendekezwa marekebisho ya kanuni yafanywe ili utambulisho ufanyike kwa wageni wa kitaifa, kimataifa pamoja na wageni waliotoa mchango wa taifa pekee. Wakichangia hoja kuhusu mabadiliko ya sheria na kanuni za bunge za utambulisho wa wageni, kanuni ya 164 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili ya bunge, baadhi ya wabunge akiwemo mbunge wa jimbo la Geita mjini Joseph Msukuma wamesema kitendo cha kuchagua watu wa kutambulishwa bungeni ni cha kibaguzi na kutaka wageni wote wanaotembelea kwenye ukumbi wa bunge kutambulishwa. Mheshimiwa Spika, naona kama tunaenda kufanya ubaguzi kwa sababu hawa watu waliotajwa kutambulishwa, Spika anaweza akamtambulisha yoyote ambaye ameona amefanya kitu kikubwa kwenye nchi yake. Yoyote, awe msanii, awe mwanariadha, mtu yoyote aliyefanya jambo kubwa kwenye taifa. Sasa tunapokuja humu ndani sisi wabunge, kualika watu kuja bungeni ni moja ya ahadi tunazozitoa wakati tunatafuta kula. Sasa jiulize Mheshimiwa Spika, kilomita zaidi ya 900 unamtoa mtu Geita huko unamleta bungeni. Anapata baridi hapa na Sumbawanga huko mbali. Anapigwa baridi hapa, halafu anamaliza anaondoka tu kama grupu la mbuzi. Hapana Mheshimiwa Spika. Nilikuwa nadhani Mheshimiwa Spika, tulivyokuwa zamani tuendelee vile vile. Kamati ya kanuni za bunge inapendekeza kufanya marekebisho ya kanuni ya 161 kwa lengo la kuokoa muda wa shughuli za bunge kwa kutambulisha wageni mahususi wa kitaifa na kimataifa waliopo katika ukumbi wa bunge pamoja na wageni waliotoa mchango wa kitaifa unaohitaji kuenziwa. Je, wewe uko tayari kutembelea ukumbi wa bunge halafu usitambulishwe? Esau Godwin, Dream Media Habari. Naam, ni Esau Godwin akihitimisha taarifa hiyo kutoka bungeni jijini Dodoma.
Mtazamaji wa Dream Media, ni kukumbushe kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyosimuliwa kwako na Brown Tinda. Takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zinasema kuwa idadi ya watu walioachwa bila ya makazi nchini Haiti imevunja rekodi, ambapo tangu mwezi Disemba idadi hiyo imeongezeka kwa 21%, ikifikisha idadi jumla ya walioachwa bila ya makazi nchini humo kufikia hadi milioni 1.3. Taarifa zinasema kwamba mji mkuu wa Port au Prince ndio ulioathirika zaidi, na kwamba ghasia pia zimezagaa hadi kwenye miji mingine ya nchi hiyo, huku magenge ya wahalifu yakidhibiti maeneo mengi ya mji huo. Umoja wa Mataifa umesema watu hao milioni 1.3 waliachwa bila ya makazi, ndio idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini Haiti, taifa linalokumbwa na ghasia kali kwa miaka mingi, ikiwemo mauaji, ubakaji, utekaji nyara na uporaji, vikichangia pakubwa katika kulitumbukiza taifa hilo katika msukosuko wa kisiasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la umoja la IOM Amy Pope ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dharura kudhibiti hali, akisema watu wamelazimika kuyahama makazi yao mara kadhaa na mzozo huo haupaswi kuchukuliwa kuwa hali ya kawaida. Na Afrika ya Kusini imefanya maziko ya kwanza ya kimaskini ya mili 30 ambayo haikuchukuliwa na jamaa zao baada ya kupatikana kwenye mgodi wa dhahabu uliotekelezwa huko Stilfontein, mkoa wa Kaskazini Magharibi mwezi Januari mwaka huu. Kwa mujibu wa msemaji wa idara ya afya ya jimbo la Kaskazini Magharibi, Shigofatso Mothibedi, amesema mili 20 zaidi inatazamiwa kuzikwa mwishoni mwa Juni baada ya kukamilika kwa taratibu zote muhimu za kiutawala. Mothibedi amenukuliwa akisema hayo na vyombo vya habari vya nchi hiyo, na akaongeza kuwa mazishi yalifanyika katika miji ya Jobeton, Kanana, jimboni Olkney. Maiti hizo ni miongoni mwa miili 78 ya wachimbaji migodi haramu waliofukiwa mgodini katika operation ya serikali. Kufikia Aprili, ni miili 12 pekee iliyokuwa imetambuliwa na wanafamilia. Operation hiyo pia iliwapata manusura 246. Mwishoni mwa mwaka wa 2023 polisi walianzisha operesheni ya kukomesha kabisa sekta hiyo katika ukanda wa uchimbaji madini wa kaskazini mashariki mwa Afrika ya Kusini na kuzuia vifaa muhimu ili kuwalazimisha watoto kuondoka ndani ya migodi hiyo. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo, mnyama Simba aendelea na mawindo ya kujiandaa na mchezo wa Derby Kariakoo inayotarajiwa kupigwa Juni 15 mwaka huu. Huyu hapa Brown Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo kuelekea mchezo wa Derby ya Kariakoo kati ya Yanga, mwenyeji wa mchezo huo, mchezo namba 184 dhidi ya mnyama Simba utakaopigwa Juni 15, klabu ya Simba kupitia kwa msemaji wake Ahmed Ali imesema wanaendelea vizuri na maandalizi ya mchezo huo wa Derby ya Kariakoo dhidi ya Yanga, na tayari wachezaji wote wapo kambini wakiendelea kujifua vilivyo. Ahmed Ali pia ameweka wazi kwamba tetesi zinazowahusu kuhusiana na kumsajili kiungo wa Azam Faisal Salum kwa maana Feitoto, akisema hawawezi kuzungumzia kwa sasa mchezaji huyo kwa kuwa bado ni mali ya Azam FC, lakini anaamini kwamba ubora wa mchezaji huyo Feitoto, angependa kuona mchezaji huyo anaitumikia klabu yake. Na katika habari za kimataifa ni kwamba mchezaji wa timu ya Man City na timu ya taifa ya Ubelgiji Kevin De Bruyne kwa sasa yupo kwenye mazungumzo na timu ya Napoli ya Italia, imeonyesha nia ya kumpa kandarasi ya miaka 2. Shukrani sana Brown Mbwawa kwa taarifa hizo za michezo.
Na kabla ya kuhitimisha Dream Media habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kampeni ya chanjo ya utambuzi wa mifugo kitaifa itakayofanyika Juni 16 mwaka huu mjini Bariadi mkoani Simiyu. Takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zinasema kuwa idadi ya watu walioachwa bila makazi nchini Haiti imevunja rekodi, ambapo idadi hiyo imeongezeka kwa 24%. Na katika michezo, mnyama Simba aendelea na mawindo ya kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo inayotarajiwa kupigwa Juni 15 mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.